Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Karibu sana. Asante sana. Club A to Z ndo hii hapa. Ndio naona. Leo Club A to Z imekuwa kama club ya mpira kwa sababu tupo na mwanasoka mchezaji Himidi Mao Mkami Ninja. حميد ماو لكن غزل المحلة موجود، ودي ضغط حلو وحقيقي وفرصة كبيرة وممكن. مchezaji wa Azam FC sasa hivi na mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Na tupo live kutokea Naturalness Hub, kiota chetu hiki ambapo huwa tunafanyia sessions zetu za Club A to Z. Wewe pia unaweza ukaja hapa kwa ajili ya kufanya kazi zako kama hauna sehemu ya kufanyia kazi, lakini vile vile unaweza kuja kufanya mikutano kwa sababu wana boardroom kubwa. Lakini pia wewe kijana ambaye unatafuta sehemu ya kujifikiza kufanya kazi zako kwa siku, nyumbani kuna makelele, kuna solo space pia hapa Creative Hub ambao unaweza ukaja ukafanya shughuli zako. Free wifi ipo juu kabisa ghorofa namba 15 Millennium Towers, makumbusho hapa. So unakuwa na utimamu wa akili na mwili kama jinsi ambavyo sisi tuko hapa na Himid. Ndio. Wewe kuanzia mwaka unaanza mpaka mwaka unaisha, watu wanakuuliza maswali kuhusu mpira tu. Lakini sisi hapa tunataka tuzungumze na wewe kama binadamu, kama baba, kama kijana wa Kitanzania. Ukimwona Himid wewe unakumbuka nini kinakujia kwenye akili yako cha kwanza? Picha ninayoipata ni kijana ambaye ana inspire wengine. Nakumbuka Serengeti Boys, nakumbuka bao ambalo bwana alitufunga Simba pale Zanzibar. Mama mtaje mwanao nyingine inaonekana kwenye uwanja wa Amani. Mama mtaje mwanao ya pili inaonekana kutoka timu ile lakini wakati huu ni Himidi Mao Mkami. Kama anataka kutoa pasi wakashangaa mabeki wa Simba. Leo hii kama alivyosema Alex, hatukuulizi kuhusu mpira sana. Lakini tutajaribu kuweka mpira hapa, tutaweka maisha hapa. Sasa ukiwa kama kijana, ukiwa kama binadamu, na sasa tunajaribu kuya embed, kumerge mpira na maisha kwa pamoja hivi. Ndio. Kwa sababu kama ambavyo ukiwa uwanjani unavowaza, unavotumia nguvu, unavojaribu kuprotect mpira ama unavojaribu kutafuta nafasi, wewe ukiwa kama mchezeshaji, kuna namna kwenye maisha pia huwa unakaa chini unawaza hivyo, unajaribu kuprotect skills ulizonazo ama kujiprotect wewe, kujitengenezea mipango namna gani unaweza ukatafuta hela kesho na vitu kama. So tunajaribu kuyaweka pamoja kwa mtindo huo. Sasa na nafurahi kuwa hapa pia. Mao Mkami alicheza mpira. Uliingia kwenye mpira kwa sababu mzee alikuwa anacheza mpira, au ni kitu ambacho wewe ulikuwa inspired kukifanya kwa sababu ulikuwa na talent na ulikuwa na nafasi ya kufanya hivyo? Nafikiri nimeingia kwenye mpira kama vijana wengi wanavyoingia. Kwa nchi zetu sisi za Afrika, miundombinu ni michache sana ya michezo. Access kubwa vijana wanapata ni football. Yaani hiyo ndo ambayo iko accessible kwa kila kijana. Unafikiri cha kwanza labda ni hicho, na cha pili kwa sababu nilikuwa napenda mpira. Yaani kwa sababu unaweza usiamini lakini sikuwahi kumuona mzee wangu wakati anacheza mpira. Yaani hata story kuhusu yeye naambiwa nimeshakuwa mkubwa na nini hivyo ndo nasikia alikuwa mchezaji mzuri na nini. Lakini sikuwahi kumuona wakati anacheza. So nimecheza na vijana wenzangu ambao tumekuwa wote mtaani na shuleni huko hivyo. Labda nafikiri labda kungekuwa kuna access ya michezo mingi, labda ningecheza mchezo mwingine labda au nikicheza soka pia. Never know. Okay. Himidi, unasema unajua kumwona mzee wako akicheza mpira? Hapana. Wewe mzee wako sasa alikuwa anakuchukua mnaendelea na nili uwanjani? Hata ukiangalia picha nyingi ambazo niko na mzee wangu, ukiangalia nipo na umri mdogo sana ambao sio rahisi mtu kuwa na kumbukumbu. Hata mimi naona picha na watu wengi wananiambia, umeona hii picha? Hiyo unaona kwa sio rahisi. Huyu ni wewe. Huyu ni mdogo yuko hapo. Huyu ni mzee wangu lakini nice. Kwa hapo ina maana ukumbuka sio rahisi. Okay, so ni kumbukumbu yako wewe ukimwona mzee akicheza mpira ndo hauna. Sina. Lakini naweza kukumbuka nilikuwa somewhere na mzee labda tunaweza kwenda, lakini ukumbuki kilikuwa kinafanyika kitu gani. Sawa, lakini mimi nataka hiyo, yani nataka ni capture hiyo tamaduni ambayo mzee wako alikuwa amekujengea kwamba huwa anakuchukua mnaenda uwanjani. Ukiangalia hapa I'm sure wachezaji wenzake na mzee Mao Mkami walikuwa na watoto wao pia. Lakini kwa nini yeye alikuwa anakuchukua wewe anakuweka kabisa pale kwenye lineup na unapiga picha na wachezaji wengine walikuwa hawafanyi hivyo? Na nimeona picha zako nyingi sana ukiwa na mzee wako. Nyingi sana nyumbani pia ninazo nyingi. Nyingi sana ukiwa na mzee wako. Nataka nijue kama mzee wako aliyokuambia kwa nini alikuwa anafanya hivyo. Hakuwahi kuniambia exactly, lakini kama mamangu, ukiongea na mamangu anasema rafiki zake babangu wengi walikuwa wanapenda tu kwa nyumbani, wakitoka na mimi nataka nitoke nao. Labda mzee akitoka kutoka na mimi nataka nitoke naye.
Kwa labda tumeenda uwanjani na watu wengine, labda family. Nikimuona hata mzee mbali wanasema nilikuwa nalilia na mimi niwe pale. Kwa hiyo ndio ilikuwa inanifanya. Kwa sababu naweza nikawa mbali kwa fujo inayofanyika huko, inabidi wanitoe nipeleke alipokuwa mzee. Kwa hiyo kwenye swali langu lile ni kama kulikuwa kuna some sort of inspiration ambayo probably haukuwa unaiona kwa wakati ule ama unaitambua kwa wakati ule, lakini wewe tu ulikuwa unataka tu kuwa pamoja naye. Kwa wale ambao wanatutazama inawezekana ikawa ni somo lingine pia. Unaweza ukajiassess wewe mwenyewe. Probably wewe uko hivyo ulivyo kwa sababu ya mtu fulani ambaye alikuwa karibu na wewe, either ni baba yako ama hata kaka yako ama hata ndugu yako kwenye maisha yenu ya. Ni kweli kabisa. Nafikiri ni hivyo kwa sababu hata nikikumbuka sasa wakati naanza kujua sana kwenda mpirani, babangu ameshaacha mpira. Kulikuwa kuna timu ya mtaani kwetu pale Magomeni inaitwa Kagera Ranger. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunafanya kama siku za mechi. Unatafuta mchezaji yoyote mkubwa ambaye anaenda kucheza, akushike mkono uingie naye uwanjani. Sasa wakati huo tayari unaweza kuelewa hata timu inashinda inafunga. Okay. Kwa hiyo ina maana ilianzia huko hadi baadaye sasa naanza kuelewa nilikuwa naweza kwenda uwanjani na mtu yoyote ambaye namuona anaenda uwanjani kucheza na mimi nataka niende nikaangalie mpira. Na imani umecheza mpira na vijana wengi sana. Wengi sana. Kwenu na nini. Ndio. Lakini vijana ambao wamefika level ya kwako labda ni wachache sana katika wale vijana wengi ambao ulikuwa unacheza nao. Ni wachache sana. Sana. Ni nini ambacho kilikufanya wewe ufikie hapo ulipo? Kama unaweza kuniokotea kimoja ukasema kwamba hivi ni vingi ambavyo kila mmoja anavyo. Ndio. Lakini nikijiangalia mimi nafikiri hiki nikikiokota hivi, hiki ndio kiko unique kwangu na ndio kilinifanya mimi mpaka sasa hivi niko hapa sasa hivi. Nafikiri nilikuwa na kiu ya kufanya au kufika mbali zaidi ya mtu yote ambaye alikuwa yupo karibu yangu. Either nilikuwa namtazama au nilikuwa nacheza naye. Okay. Kwa sababu wakati nipo mdogo, let's say, tayari nishaanza kuelewa na uelewa kuhusu mpira na nini. Kuna tabia ipo. Nafikia hadi sasa hivi kwa asilimia kubwa ya wacheza mpira au na michezo, huwa wanakuwa na moment moja, labda na mechi moja alicheza vizuri, labda Taifa Stars au klabu yake, au kapush sana hii season. Baada ya hapo inakuwa finish. So mimi nilikuwa nataka, kwa nini iwe mechi moja? Kwa nini iwe season moja? Yani nataka iwe consistent. Iwe consistent. Hata wakati naanza kukua, naanza kucheza, sikutaka kuwa pale, ila nitaka nifike pale kwa kidogo kidogo. Ili hata ikifika nataka nipige step, nisianguke tena kama jiwe linaenda juu na kushuka chini. Yani niweze kushuka kidogo ili niweze kuangalia wapi nakosea, nirudi tena pale nilipokuwa. Kwa hiyo niliweka hivyo, labda kuanzia timu zetu za mtaani kwa kuna wachezaji wanacheza, kuna Taifa Stars kuna wachezaji wengi wamecheza, lakini wamecheza mechi moja, 2, 3 baada hapo labda kwenye club set. Kwa hiyo nilitaka kuweka standard ambayo mwenyewe niko nayo. Yani nilijiwekea mwenyewe nataka iwe hivi. Yani isiwe kama mazoea, yani unacheza msimu mmoja umemaliza. Mechi moja watu wanakumbuka nao milele, hapana. So nilitaka nifanye kitu zaidi ya hicho ya. Okay. Amenikumbusha kauli ya Medi Kagere akiwa Simba, alikuwa top scorer nadhani kwa misimu miwili mfululizo. Then aliulizwa ile swali, ni nani ambaye anakupa motivation ya wewe kuwa bora kila siku? Kama alivyosema Medi, akasema mimi wanajichallenge mimi mwenyewe. Yani nilichokifanya last season nataka nikibiti season hii zaidi. So the same na Medi hapa anavyosema kwamba yeye alijiwekea kwamba anatamani hata kama ni progress yake, hata kama ni graph ya kushuka, hiyo inashuka taratibu, sio isiporomoke tu vup kama jinsi ambavyo tunawaona watu hata kwenye muziki nini wanaitwa nini one hit wonder. Mtu anatoa wimbo mmoja tu, then baada ya muda tena nyimbo zote anazotoa zinakuwa za kiwaki. Kuongezea hapo, umeona hata national team nimeanza kutoa Taifa Stars. Kabla ya debut yangu nilikuwa nimeshaanza kuitwa national team nafikiri miaka 3 nyuma. Kwa Taifa Stars. Yani kabla ile kuanza kucheza nafikiri miaka 3 nyuma. Kwa nilikuwa naenda na train saa nyingine ya witwi, baadaye kaja kwa consistent lazima niitwe. Baadaye nikaanza kucheza mechi yangu ya kwanza nafikiri nimeingia. Baada hapo nishacheza miaka 4 mfululizo, yani dakika 90 mechi nafikiri 28 sio 29 zilikuwa. Nikaja nikaumia, yani kwa hiyo yani ilikuwa na muendelezo. Kwa hiyo nilijifunza kwa niliowakuta ambao wakati niko nje hadi ilipofika time yangu ya kucheza nafikiri nilikuwa niko ready 100%. Na hiyo ilikuwa ni kutokana na umri ama kutokana na kwamba kulikuwa kuna ambao wanakuzidi kwenye position ambao ulitakiwa ucheze? Kwanza naweza kusema walikuwa wanacheza walikuwa wamenizidi. Ndio tulikuwa tunakuta kina Chuji wapo kwenye piki wanakaribia kumaliza. Yes. Kwa hiyo na wao walikuwa na kizazi kingi cha midfielder. Kingine kilikuwa umri. Sasa nimeanza kuitwa niko sekondari nafikiri. So hata nilipoanza kucheza mechi yangu ya kwanza kucheza kama midfielder, nicheza kama beki wa kushoto nafikiri mechi debut yangu nimefanya. Ukiwa na Taifa Stars? 2011 nadhani mechi na Zimbabwe nafikiri mechi yangu ya kwanza kucheza kama sikosea. Kuna somo hapo ambacho nimejifunza hapo kwamba unapoingia kufanya kitu kwenye field yoyote ile, kuna namna
Yani lazima ujue kwanza foundation ya kile unachokifanya. Manake unaweza usitokee mbele lakini ukawa unajifunza. So hata wewe kuitwa Taifa Stars miaka 3 una train, unakutana na wale ambao tayari wanacheza regularly kwenye timu, unajifunza kutoka kwao. Pale ambapo kuna defeats unajifunza wanavyo mindset zao, pale unaposhinda unajifunza mindset zao, pale ambapo unapokuwa nyuma ya mabao game inaendelea unajifunza mindset zao. Unapotazama na nini ni kujifunza, huko ni kusoma utangulizi. Na inapofikia ile time kwamba sasa ni nafasi yako ya kwenda kushine, tayari unakuwa umejikusanyia knowledge ya kutosha kwamba this is how I'm going to handle it. Na nafikiri hilo ni somo kubwa kwenye kila sehemu, kila kitu. Kwa vijana ambao wanahangaika kwenye biashara, mtu anaamka asubuhi anawaza nianzishe biashara gani na shilingi 50,000, 100,000 ama 1,000,000. Anaingia kwenye biashara bila kujua foundation ya ile biashara. Himidi Mao Mkami. Ninja! Shuti la mbali la Himidi Mao Mkami. Napiga kombora la masafa marefu kwelikweli. Himidi Mao Mkami linajaa sawasawa kwenye kamba likimshinda mlinda mlango. Mpira unakwenda kuzama kule kuku ambapo anatagia mayai yake. Wanasemaga football ni mchezo wa mindset. Hiyo kwanza nataka unihakikishie hiyo ni kweli, na kama ni kweli huwa inafanyaje kazi pale ambapo unahitaji kupata matokeo? Akili na mawazo na utimamu wa akili kwenye mpira ni kitu cha muhimu sana. Klabu yako Manchester, kitu kinachoisumbua naweza kusema kwa mtazamo, sababu hatuko ndani ya klabu hatujui, ni wachezaji labda na klabu. Mindset ya klabu sasa hivi sio kama ilikuwa miaka 15 nyuma iliyopita. Walikuwa ni big club wanafikiria hivyo. Kwa hata ungemchukua mtoto wa miaka 5 akacheza Manchester United kwa miaka hiyo ya nyuma, angeweza kukupa matokeo na chochote. Lakini sasa hivi unaweza kumchukua the very best player wa dunia ukamtia Manchester United na asiwe huyo best kama alivyokuwa. Kwa sababu ya nini? Nafikiri ni mindset ya klabu imeshakuwa sisi hatuko pale tena. Kwa nguvu kubwa wanatumia kujipush kuwa pale, ndo wanazidi kuharibu badala ya kujenga tena taratibu. Yani hawapo, sio Manchester ile ambayo zamani walikuwa wanacheza dakika 97 wanajua tutashinda hata tukua tumefungwa goli 3. Lakini sasa hivi wanaweza kuwa wanaongoza lakini wasijue kama utameza game wameshinda pia. So nafikiri hiyo ni kwanza ya mindset. So hata katika maisha yetu ya kawaida, mindset ni kitu ambacho cha muhimu sana kwenye maandalizi ya chochote, kwenye michezo yetu na kwenye maisha ya ujumla. Okay, hapo tumeokota dodo lingine ujue kuhusiana na issue ya mindset. Na ina apply kwenye ngazi zote za maisha. Zote za maisha. Yes, na inaenda mbali, labda baadaye tutaizungumza kidogo mindset, especially kwa kizazi hiki cha social networks. Mnapambana uwanjani, lakini baadaye tena mkitoka huko mnakuja mnapambana mitandaoni, kuna mashabiki. Zile bullying, zile nini. Yes. Niambie wewe unatako vipi situation ya namna hiyo? Kwanza imewahi kutokea kwamba watu wakakubuli mtandaoni? Zinatokea almost every day, yani hadi unazoea. Mwanzo inakukata sana, lakini baadaye unazoea, yani inakuwa ni sehemu ya maisha. Yani unasema unaweza kucontrol unachofanya, unaweza control anachofanya mwingine. Sasa imagine inakuwa kwa mamia ya watu, saa nyingine hadi maelfu ya watu. So unaweza kuona kiasi gani inaweza kudistract na kuni. Lakini unashukuru inabidi uzoee, yani you have no way out yani. Okay. Na unajua kabisa kwamba ukiamua kucheza mpira wa miguu lazima utakutana na yellow card, utakutana na red card. Unavijua hivyo vitu kabla hata hujaingia uwanjani. Ni kweli kabisa. Nataka uniambie wewe hiyo courage uliokuwa nayo ya kusema mimi najua mpira wa miguu na red card lakini naenda kucheza red card ije isije fresh. Nataka uniambie kama umewahi kucustomize kwenye maisha yako mengine nje ya mpira kwamba anyway mimi naenda kufanya hichi kitu, najua kuna changamoto hii na hii na hii na hii, lakini I have to do it anyway. Na ilikuwa ni mishe gani kama unaweza kushare na sisi? Nafikiri wanasemaga the bigger the risk the bigger the reward. So nafikiri hiyo ndo msemo unabidi uende nao kwenye chochote unachofanya kwenye maisha, haswa kama unataka kikupe matokeo makubwa na chanya. Kama una pesa, mtaji umepewa labda milioni 1, ukisema ili hii pesa yangu ikae niweke 100,000 kwenye biashara ingine ibakie, maana hata ile faida itakuwa hivi. Lakini kuna watu wana risk yote, bwana mimi naweka hii naweka na nguvu yangu afu naomba Mungu nikikosa nikose nikipata nimepata. Nafikiri hiyo ndo mindset ya washindi wote duniani. Asilimia kubwa watu wanafanya hivyo, yani watu waliofanikiwa huwa wanaweka kila kitu na effort yao alafu wanasubiri matokeo, na asilimia kubwa wanakuja chanya. So hata mimi imeshakunitokea hayo. Ni kama kwa maisha yangu mimi naweza kusema hata hizi transfer saa nyingine unaambiwa jina la klabu, unaambiwa mji utaenda, nchi, saa nyingine hujui chochote zaidi ya majina. Lakini bado unabeba begi lako unakwenda, ndacho kikuta huko ndo hicho. Ndio maana kuna mwingine anakwenda anarudi. Kwa sababu alichokitarajia sio alichokikuta. Lakini once umeshafunga mkanda
inabidi ukubaliane na chochote ulichokuta. Kwa hiyo nafikiri kwa kijana, kwa binadamu yoyote anayetaka kufanikiwa, yani utaki kuogopa changamoto. Ndio hizo red card na yellow cards. Ikitokea inahitajika kuchukua red card wa manufaa, chukua, lakini usichukue ya kizembe. Wanasemaga kuna nyingine watu wote wanakulaumu, ile bwana ile katuumiza. Kuna nyingine unapigiwa makofi, unapigia makofi. Kwa hiyo watu wasiogope, yani tuchukue risk kwenye maisha. Ndio zinatufanya tupige hatua. Nafikiri hata wasanii wetu sasa hivi waliofanikiwa wengi wanaweka mitaji mikubwa kwenye sanaa zao, baadaye tunaona hata walipo sasa hivi tofauti na miaka ya nyuma ile. Unasema bana kurekodi 50 hii inatoa hii, lakini ndio hivyo. Ukimaliza hapo shughuli imeisha. Watu wanaweka karibia nusu ya vipato vyao afu wanasubiri kitachokuja. So siogope ku risk, yani red cards zipo kwa ajili ili watu wazichukue vile vile. Nimeipenda hiyo. Na ndio maana uko hapa. Imedi umekupata red card kwenye maisha yako kwenye football? Mara kadhaa, kama mara 7 6 hivi. Red card 7. 7 6. Kwa maana walikuita ninja. Kuna muda unastahili uchukue. Japo nyingine za kizembe of course nishakupata. Okay. Dingi yake alikuwa anaitwa ball dancer. Ball dancer. Wakati anacheza. Yakaitwa ninja. Yakaitwa ninja. Hivi kwa nini mchezaji anaamua kufanya slide tackle? Ni nini kinatokea mpaka unaamua kufanya slide tackle uwanjani? Asilimia kubwa kosa lishatokea ndio watu wanafanya sliding tackle. Yani ile ni kama njia ya kujaribu kuchukua nusu ya riski, kutokupoteza kabisa. Yani ukiona mtu anatako ameshafanya kosa, either yeye au mwenzie. Ndio maana ya sliding tackle. Yani mara nyingi zinafanyika hivi. Ikifanyika kinyume cha hapo maana yake iko complicated kidogo, lakini definition yake ni kwamba kosa lishafanyika, unajaribu kupunguza hasara. Na hiyo ndio riski ambayo uko unasema. Labda nimepoteza mpira, wanataka kutofunga, nataka nifanye sliding tackle. Ni wai mpira au nikiukosa nimchukue mtu. Kwa hiyo nichukue red card au yellow card au ni wai mpira. Laki kwenye biashara yako mwewe kuslide tackle. Mimi niko kwenye real estate. Kwa nafanya short term rentals. Airbnb nini. Hata wewe unakaribishwa sana. Havana property. Yeah. So wakati mwingine unaweza ukakaa muda mrefu hauna mgeni. Alafu mgeni anakupigia simu saa 4 usiku. Anakuambia mimi nimeshafika, nataka kucheck in lakini siwezi kukulipa kwa njia yote, niko na cash. So either utoke ulipo uende, hapo unakuwa tu na faith kwamba kweli huyu mtu nitamkuta na atanilipa. Au unaweza akakwambia mimi sijui kadi yangu haifanyi kazi na nini, kwa hiyo nitalala, kesho asubuhi ndo nitashughulikia. You take that faith. Asubuhi unamtafuta mtu, unaambiwa bwana mlinzi anakuambia mbona alileta funguo saa 12 hapa. Kwa hiyo sasa wakati mwingine inabidi uweke some policies, uwe mkali kidogo kwa wageni. Unajua kabisa kwamba hapa anaweza kupoteza biashara, lakini pia inabidi umfanye mgeni pia na yeye akuone kwamba una msimamo. Kwa hiyo mna share cost. Wakati mwingine mpaka huwa tunaambia watu kwamba hebu weka deposit basi kidogo. Una shilingi ngapi hapo ulipo? Mimi na shilingi 20,000. Unajua hapo cost yake labda ni 200,000. Lakini unasema basi hata hiyo 20,000 nisikose. Unaona? Basi mpe mlinzi hapo. Mpe mlinzi wa 20,000. Unajua ule mlinzi si mtu unammudu, unamjua yuko pale siku zote. Kwa hiyo yani kwenye biashara ndio maana leo tukasema tujaribu kumerge maisha ya mpira na maisha ya kawaida, ili watu waweze kuona kwamba hata sisi tunaokaa vibanda umiza tunaanza kulaumu wachezaji. Wewe atafanyaje hivi, unajua? Kumbe hata wewe kuna ujinga umeufanya kama ule unasema kwenye biashara yako kabisa, ama kwenye maisha yako. Umeona? Hata kuna siku moja mimi niliwahi kutweet nikasema hivi, mara zote waga tunasema hawa na muziki au sijui sisi tunakuwa washauri wazuri sana kama ukifanya kile kitu. Kabisa. Yani unakuwa tu unasema huyu jamaa mpaka mwaka mzima hajatoa wimbo hata mmoja. Kwa sababu kila mmoja ana uwezo wa kuzungumza. Lakini ukiigeuza ile ukaileta kwako ikutazame, kuna a lot of shit you're doing, a lot of things you're doing ambazo hazifai. Hamna mtu anaziona. Na probably ni mbaya kuliko ya yule ambaye kabisa. Kwa hiyo hii mimi pia inanijenga kibiashara. Kwenye mpira kuna goalkeeper, kuna defenders, kuna defenders pia wamegawanyika, kuna midfield pia imegawanyika, alafu kuna forwards. Mimi najaribu kujiuliza hivi kila mmoja kwenye maisha yetu hapa. Kwa mfano Alex, ngoja nikuulize wewe swali la Alex. Wewe kwenye maisha yako goalkeeper ni nani? Defender ni nani? Midfielder ni nani? Inawezekana forward labda wewe mwenyewe kwa sababu wewe ndio unamalizia. Lakini hao wengine ni akina nani kwenye maisha yako waliokuzunguka? Nipange ile kikosi la maisha yangu. Yani kwa mfano kwenye mpira kuna watu ambao wanazuia magoli. Au sio? Kazi yao ni kuhakikisha kwamba adui
hapati nafasi ya kuweza kufunga. Wewe kwenye maisha yako kuna wale watu ambao wanatetea maslahi yako, inawezekana akawa ni mzazi wako ama ndugu yako ambao wako muda wote kuhakikishia kwamba wewe wanatetea maslahi yako, kwamba hakuna kitu kinaharibika kwako. Alafu kuna wale watu kwenye mpira ambao kazi yao akipata mpira anatafuta, anatengeneza nafasi kwamba sasa twende tuka-attack tuweze kufunga. Si ndio? Sijaenda vibaya. Pia sio mtu wa mpira. Uko sahihi kabisa. Nikiona kosea uniambie. No, uko sahihi. Kwamba wanatafuta nafasi ambao labda wanaweza kawa wako katikati. Sometimes wana defend, sometimes wanatengeneza nafasi. Ama kuna wale ambao role yao ni kukutafutia wewe nafasi. Yani hao wana interest zako in the heart. Kwamba huyu mdogo wangu ngoja nimtumie hii link bwana, hebu hii kazi inakufaa hii. Anakutafutia nafasi hapo, ushindo wewe tu mwenyewe. Umeona? Ama unajua huyu mdogo wangu akiingia ikichua hapa hiki na hizi talent alionayo itamsaidia, yani vinaendana. Unaona? Kwenye maisha tuna hawa watu hao. Umenisoma hapo? Nimekuelewa. Sasa hapo kujibu swali lako nadhani Emidi ni watakiwa wajibu kwa urefu zaidi. Lakini mimi naomba nijibu. Kwa mfano yes, mimi nina defenders ambao niko nao. Kwa kifupi kabisa, ukiachana na wazazi na kianani, defender ni mtu yoyote yule ambaye unaweza kaamka saa 8 usiku kampigia simu na akashika. Kama hauna huyo mtu, maana yake wewe bado kikosi chako hakijakamilika. Kama hauna mtu ambaye unaweza ukamnyanyulia konga saa 8 usiku na akaokota simu na akakusikiliza shida yako, maana yake wewe bado hauna defender. Kwa mimi defender namtafsiri ni yule mtu ambaye muda wote yule yupo tayari kunisikiliza na yupo tayari kunisaidia kihali na kimali. Sasa ambapo kwangu mimi ndio wao marafiki. Na hawako wengi, kama 2 watatu hivi. Hawako wengi. Sasa Emidi wewe sasa ndio tuambie sasa. Labda na wewe uko na midfield ambao maana ndio midfield. Wewe unacheza sehemu ya midfield. Sasa kwenye maisha yangu nani midfield kwako? Na kwa nini? Kwa midfielder kwa maisha yangu naweza kusema labda agents zangu, sababu nimefanya kazi na agents wengi. So yote alikuwa kwa wakati huo na mhesabu kama midfielder, kwa sababu yeye ndo ananitafutia opportunities za kazi. So huyo mtu anakuletea. Na so defenders naweza kusema familia yangu, labda wazazi wangu na mke wangu, kwa sababu wao wanalinda interest zangu mimi kwa kadri wanavyoweza, kwa sababu wao ni family, kwa sababu chochote kibaki kitokea maana yake kitafika hadi kwao. Kwa hiyo unahesabu wale kama defenders. So na labda attackers unaweza kusema ndo marafiki na watu unaofanya nao kazi. So wao mna share moments asilimia kubwa. Nafikiri kwa mpangilio huo naweza kawa iko. Kuna wale washambuliaji ambao wanaendaga tu bila warudi kukaba mkishambuliwa. Hamna wako aina nyingi wanini washambuliaji yeye tu ni kushambulia. Yeye anashambulia. Kishambuliwa arudi kukaba anabaki juu. Cha msingi kama mkimpa mpira anakupenda matokeo, hamna shida. Mimi binafsi hii inaitwa VAR, video assistant referee. Kiukweli mimi mpaka sasa hivi sijui naipenda au siipendi, sielewi. Maana kuna muda imewahi kunisaidia na kuna muda tulitamani hata labda ingetumika kwenye mechi za Simba za kutafari, lakini haikutumika. Umeona? Kwa hiyo sielewi naipenda au siipendi. Wewe kama mchezaji, VAR unaipenda au hauipendi? Kama ulivyosema, kuna muda unaipenda ikikufeva, ikikuumiza unaichukia. So ni kitu ambacho kiko na maslahi na wewe ni kizuri sana. Kikikuumiza ni kibaya sana. Lakini tukienda kwenye mchezo kama mchezo, ni kitu ambacho sidhani kama kinahitajika tena kwenye mpira, sababu kimepunguza sana ladha. Yani kuna muda watu wanafunga, wanashangilia, baada ya madakika mnarudishwa bwana sio goli. Kuna muda mmecheza play iko mbali kabisa bwana, kuna foul itokea. Yani slow down mchezo na kupunguza wale msisimko kiasi fulani. Hata mimi kama mshabiki sipendi. Kwenye maisha sasa. Uliwahi kuachieve kitu? Ndiyo. Alafu VAR akakwambia oya mwanangu hiyo ni offside, sio goli. Ndiyo. Yaani uliwahi kufanikisha jambo, alafu VAR ya maisha akakwambia oya ulikuwa umeotea, waanza upya. Na imesha kutokea. Kuna mwaka nilikuwa nimepata move kubwa sana. Good contract, the best nafikiri katika maisha yangu yote. Kila kitu kilikuwa fine, then tumesha proceed kila kitu. Baadaye klabu yangu nilikuwa nacheza huko inaitwa MP miaka nyuma kidogo, wakaja wakakataa ile move. Yaani wakakataa na nini. So baadaye unakuwa disappointed, then unarudi kwenye club. Unakaa kidogo, window inakaribia kufungwa, kocha anasema ulikuwa unataka kuondoka, kwa hiyo upo na kwenye plani zangu tena haupo. Na window inakaribia kufungwa. Unaanza unaona. Emidi Mao Mkami. Jefte Nasser Sadoun
Azam attacking. Nasser Saadun anaikata pale. Idinado! Afadhalik! Wewe ni Azam, kwa hiyo hizi timu za Kariakoo ni mahasimu wenu, au sio? Ndio. Kwenye kipute pale, yani game imepigwa bao limepatikana. Hivi wachezaji wa upinzani waga sometime wana enjoy ile move ambayo umeifanya, wanasema I say hii ni yenyewe hii. Kuna namna waga hata unajua sisi tunatazama kwenye TV ama tukio uwanjani hatujui nyinyi mnaongea nini pale. Ndani mule. Yani kuna mtu anakuja kukwambia Imid. Hii ilikuwa super. Hii ilikuwa super. Mkiwa uwanjani mnaongea bwana hapo mngetu hapo hiyo ilikuwa nzuri hiyo bwana hiyo mnaongea kabisa hivyo mnaongea ni mkiwa uwanjani mnaongea kabisa na communicate saa mara nyingi kwa sababu asilimia kubwa wachezaji wanakuwa ni marafiki yani kwenye maisha ya nje ya pale ni marafiki kwa mnaweza hata mkondoka na gari moja baada ya mechi na nini inatokea so tunakuwa na mahusiano yenu mengine kabisa labda wengine mlicheza timu ya taifa mlicheza pamoja au mlicheza vijana mlicheza pamoja au mlicheza timu za watoto mkiwa pamoja so yani waajiri tu ni tofauti kwa kuna muda mule ndani mnaongea vitu vingi mnaongea kwa kabisa yani mpinzani anakuja na kuambia hapo mlikuwa mnatumaliza hapo mlikuwa mnatumaliza hapo bwana umefanya uzembe wewe mwafungisha wenzio wanaweza kukwambia anakwambia hivyo mnaongea tangu naanza kuangalia mpira sijawahi kuona mchezaji ameomba ruhusa kwa refa aende toilet. Ndio. Sijawahi kuona hicho kitu. Inatokea mara chache. Sawa, lakini mimi mara chache sana. Wewe umekutokea? Mimi hajawahi kwenye professional level. Achana na hizi za mchangani. Hapana. Hajawahi kutokea? Hapana. Kwa nini hajawahi kutokea? Lakini mimi sasa hivi au huyu mzee tukimchukua sasa labda tuna bonanza tunaenda kucheza mpira. Dakika sasa unasema wanangu sasa ushaita bonanza. Bonanza unaweza ukasimamisha mpira ukanunua sambusa. Ngoja niende nikachimbe dawa kidogo. Nataka uniambie the secret behind wewe kusustain dakika 90 bila kuhitaji kwenda maliwato. Nafikiri dakika 45 kwa sababu mnakuwa na dressing rooms zina washrooms zina kila kitu. So nafikiri kabla mtu ajengie uwanjani anakuwa sawa kufanya chochote kwa kashatumia washroom kashaoga kashafanya kila anachotaka kufanya. So ana dakika 45 anacheza. Akimaliza zile mkirudi dressing room pia rudi tunakocha kwanza kuongea. Mnapewa muda kidogo dakika 5 ngapi kila mtu afanye kitu chake binafsi ambacho anahitaji kufanya labda anahitaji kurelax anahitaji kumuona daktari anahitaji kutumia sehemu ya haja whatever baada ya hapo mnarudi mnajiandaa tena kabla ya kurudi uwanjani kama unataka kwenda unaenda kurudi uwanjani uko fresh kabisa kwa sababu hiyo nafikiri kuna formula ambayo mnaitumia kwamba unatakiwa ule labda masaa kadhaa kabla ya mechi na nini at professional level ni masaa 4 kabla ya kucheza ndese masaa 3 kwa sababu hadi warm up mnahesabu ni muda mnaocheza so na kuna aina ya vyakula ambavyo mnakula haviko spicy sana viko na sauces nyingi sana ambazo zinaweza kunini kwa asilimia kubwa nimekula vyakula vikavu asilimia kubwa sana hasa siku za games na nini nimekuuliza kwa sababu nataka nijue kwenye live kwa tunaingia uwanjani tukiwa hatujasoma utangulizi kama alivyosema lakini kama vile tukiwa hatujajikoki vya kutosha kwa mfano kwenye biashara katikati ya biashara unakuta mtu anaanza biashara leo baada ya siku 2-3 anaingia break kidogo biashara inakuwa imestop naifananisha na kama mchezaji ambaye aliingia uwanjani akiwa amepiga vinywaji ya kutosha akapiga msosi kwa baada ya dakika 2 kasikia tumbo limejaa inabidi aombe ruhusa aende maliwato. Ulishawahi kufanya kitu alafu ghafla ukakikatisha yani ukawa una consistency nje na mpira? Mara nyingi sana biashara kwa sababu ni maisha ambayo sikuwa najua ni tofauti kabisa na maisha yangu ya kawaida kila siku. So unaingia sehemu bila kuwa na knowledge ya kutosha, hujui unahitaji kujiandaa vipi ufanye. So katikati hapana. Ngoja ni pause kidogo nitafanya hivi. Huko kwa sababu nilikuwa sijui. Lakini kwenye mpira huko vitu vingi unavijua tangu uko mdogo. Kwa naamini hata hizo yengo za biashara asilimia kubwa kabla hatujaingia huko, regardless ya mitaji na nini, angalau ukiwa na knowledge ya unatakiwa ufanye nini kwa wakati gani, uko nao ya kutosha, hata bila mtaji wa kutosha unaweza ukawa na consistent nafikiri Nje ya soka ni kitu gani ambacho sisi hatukijui unafanya? Tunafanya baadhi ya biashara, tunajaribu kwenda na njia nyingine pia. Kwenye maisha yangu ya kawaida ya mpira kuna kitu unakimiss kwenye maisha, yani unahitaji kitu ambacho ukuwahi kukifanya, yani upate excitement mpya kwa hata hizo biashara na nini unafanya angalau uone upande wa pili wa dunia ulivyo. Huku najua asilimia kila kitu najua, yani kwenye mpira nahitaji nini, kwenye maandalizi, kwenye mechi, kwenye mazoezi, kwenye maisha yangu ya kawaida ili yani vyote najua. Lakini huko kwingine asilimia kubwa zamani nilikuwa sijui. Kwa angalau miaka karibuni unavyozidi kwenda unajua
unapungua kidogo kidogo kidogo. Lifespan ya career ya mchezaji huwa inaishia katikati, wakati wengine ndo maisha yanaanza. Ukishafika 30 huko unaonekana mzee kwenye football, kwenda 40 huko, yani wewe tayari ni 40, you are very lucky ukifika. Labda wewe goalkeeper au center back ambaye katika milioni anapatikana moja. Bondi yako wewe na familia yako inaweza kaathiri performance yako uwanjani, na kwa nini? Maisha yetu sisi yana uhitaji sana wa familia zetu. Ukaribu wako na familia yako unakufanya utoe the best nafikiri kwenye kitu chochote. So kwa mimi ni kitu cha muhimu, yani anaweza asiwepo uwanjani, lakini angalau nikitoka uwanjani kwenye mechi au mazoezi nikirudi nyumbani, angalau namuona mke wangu, naona watoto wangu. Naweza nikatoka nikaenda kumuona mzazi wangu au ndugu yangu yoyote ambaye nahitaji kumuona wakati huo. Access ya kuona watu kwa muda ambao unaotaka nafikiri ni kitu cha muhimu sana kwangu kwenye career yangu. Tukipigia mstari ni kwamba hauwezi kufly solo. Mara nyingi naishi na familia yangu, hata naishi Egypt, naishi na watoto wangu na mke wangu. Uwepo wao unanisaidia sana. Maisha ya mtu maarufu let's say au mwanamichezo ni maisha lonely sana. Kiukweli maisha lonely kwa sababu let's say pre-season una ratiba yako ya mwezi mzima unaijua. Utakuwa wapi, utafanya nini, kila kitu. Yani kiko programmed. So at least unahitaji some distractions ndio kutoka kwenye familia na nini. Yani kama hizo hauna itakusumbua. Yani kwa ufupi unataka kusema kwamba mcheza soka hana holiday. Yani kwa sababu msimu unapoisha kuna plani za pre-season. Kwa unaenda kupumzika huku unajua natakuwa narudi lini, nirudi na kilo ngapi. Yani utakula, utakunywa, utacheza, lakini uzito wako unabidi ucontrol. Kupumzika kwako ucontrol ili ujiepushe na majeraha utaporudi. Kwa hiyo ni kama upumziki 100%. Kwenye maisha ya kawaida huku makazini nini, watu waga wana call in sick. Jumatatu mtu anakoa kwenye simu. Boss. Aise hapa na flow moja mbaya sana. Ama siku nyingine unachukua day off. Hivi kwenye soka pia haya mambo yapo. Ushajisikia siku moja leo mimi sijisikii kucheza kabisa, kwa hiyo ukaamua kutengeneza issue ili uambie mimi leo sicheze, ama mpaka itabidi ukupeleke kwa daktari wa timu akucheki vizuri kama kweli unachokisema kiko sahihi? No, asilimia kubwa ya kama walimu anakwambia usipojisikia kufanya mazoezi sema, lakini haikufanyi ukae nyumbani. Kwa hiyo wakati ujisikii kufanya mazoezi uwe training ground, kaa pembeni, angalia wenzio ndio wamalize, utaondoka. Kwa hiyo yani ni kama ifanye kitu, ni bora uingie tu fanye mazoezi. Psychologically hiyo kama kwa ni kila siku lazima uattend unless una sababu maalum kabisa. Kwenye issue ya lifespan ya mchezaji ni almost miaka kama 10 na ngapi hivi? Average miaka 10. Miaka 10. Hiyo average miaka 10 hiyo ni yani ile ni kazi ya kutosha. Wewe sasa umebakiza miaka mingapi? Kufika hiyo 10. Leo nimevuka 10 ya kucheza professional football. Nimefanya debut yangu ya Tanzania Premier League ni msimu 2008-2009. Kwa hiyo kwa form 2. Nilikuwa form 2 nimeanza kucheza Premier League. So ni muda mrefu, so miaka 10 nimeshaivuka kidogo. Na mbona ikimbiza few inaokuja tena. Umechukua ubingwa wa ligi na Azam Na Azam 14 nafikiri miaka 10 ishapita sasa, miaka 11 nadhani sijui. Na sasa hivi umerudi tena Azam. Na nimerudi Azam. Ni ile tu homesick kwamba unatamani kukaa nyumbani na kwa sababu pia ile ni klabu ambayo ilikuchukua ukiwa mdogo, ama ni nini hasa kimekuleta Azam? Nilikuwa na mkataba wa miaka 2 na a year option. So tulipomaliza miaka 2, kabla tujamaliza tulikuwa tushaanza mazungumzo ya kuactivate option, lakini nafikia tukufikia makubaliano. So tukakubaliana kwamba inatosha pale, kwa sababu hatukufikia makubaliano kati yangu mimi na wao. Kwa kila mmoja kuna kitu alitaka kwa mwenzie, lakini hatukufikia. So nilirudi huko holiday, wakati naangalia wapi na kwenda, nilikuwa na baadhi ya offer na nini, tukaongea pia na Azam. So Azam wali act quick nafikiri. So wakati na sign Azam nafikiri dodo hili hapa tulio faster. So tukakubaliana na nafikiri ikawa rahisi transfer yangu kwenda Azam. Japo nilikuwa na offer sehemu nyingine, nilikuwa na tickets pia na nini, lakini so Azam walivyokuja haikuchukua muda mrefu sana nimekuongea na Azam na kukubaliana pia. Na the way mnavyofanya kazi, kwa sababu nyinyi mnategemeana kama ulivyosema, ndi una madefender pia kwenye maisha yako na midfielder kwenye maisha yako, agents ambao unafanya nao kazi. The way nyinyi mnafanya kazi kama wacheza mpira inafaa pia kwenye career zingine. Kwa mfano mwalimu akawa na agent, ana kazi yake ni kukutafutia shule, yani unajua hii ndio shule itakufaa. Anakaa anaongea na shule nini, bwana mimi na mwalimu anafundisha math vibaya, yani huyu bwana. Sasa au agent huku mtaani wanaitwa madalali. Wanaitwa
wanaitwa madalali inawezekana wanakutafutia nyumba. Yani mimi nataka paint ile picture the way wanavyofanya kazi na agent, kwamba unaona kwenye career zingine inaweza ika make sense, kwa sababu kwa mfano kwenye muziki kuna kuaga na manager, lakini pia kuna agents wanaitwaga mapromoter, si ndio? Kama sijakosea kwenye promoter wanadili sana na show, yani kazi yake si ndo anakuta wewe ndo msanii, ndio nakutafutia kazi. Umeona? Alafu kwenye muziki, kwa hiyo industry ya muziki, industry ya football iko na hao watu wanaitwa agents. Hizi industries zingine hizi, yani kwa mfano na mshikaji wangu pale ambaye yeye amesomea accounting, bookkeeping anaipiga vizuri, anakupangia profit and loss nini, lakini labda sehemu alipo analalamika kila siku, akijiona akitoka kazini, hapa mwanangu, hapa sio the way inavyo work kwenye edge. Inaweza ikawaka pia kwenye hizi industries kwenye maisha mengine. Nafikiri inaweza kufanya kazi. Nadhani ni kitu kizuri, kwa sababu inakupa wewe mfanyakazi nafasi ya kufocus na kazi yako, kufanya vizuri kadri unavyoweza, sababu unajua kuna mtu nje atanitafutia sehemu bora zaidi ya kufanya kazi. Kwa labda hapa nafanya, lakini siridhiki napo, lakini siwezi kumove mwenyewe nikaenda kampuni nyingine, bwana mimi huku mwalimu shule hii nipeni kazi. Lakini mimi nifundishe vizuri, sifa zangu zienee, agent wangu wewe piga kazi, mwaka unaokuja wa masomo nitakupeleka shule fulani, tutapata hela nzuri zaidi na mazingira mazuri zaidi ya kufanyia kazi. Kwa hiyo nakupa nafasi wewe mfanya kazi, wewe kazi yako ni kufanya kazi kwa bidii tu. Kuhusu mkataba wako utakuja kuandika CV utume, kuna mtu mwingine anafanya hiyo kazi anakutafutia. Nafikiri ina sound vizuri sana, inaweza kuapply vizuri katika kazi nyingine pia. Umesema umecheza mpira miaka zaidi ya 10, maana yake hapo sasa wewe ndo unatuaga hivyo ndo unatuaga. Sasa mimi nataka umtengeneze Himid mwingine. Ndio leo ni mara ya kwanza labda anakusikia ukiongea naye. Mimi nataka wewe unavoondoka, hata kama hapa kuna wengine watakuja watavaa viatu vyako, lakini mimi nataka yeye avae viatu kama vya kwako kabisa. Ndio. Kwa hiyo wakati wewe umeondoka unaendelea na mambo mengine, yeye awe new Himid. Na hawezi kuwa hivyo kama hajatengenezewa mindset, hajaanza kutekenywa. Yani lazima upashtuliwe kidogo, yani aone kama ile gari yako ile. Kama ile gari yako kwa kumbuka. Lazima umtekenye kidogo, au sio? Ndio. Na hebu mtekenye basi huyo bwana Mahmud. Ongea naye. Tafuta maneno yote ambayo wewe ulishawahi kuambiwa pia yakakufanya uweze kunyoka kama ulivyonyoka. Ndio. Hebu na yeye pia mwambie yale maneno. Mtekenye ili siku moja na yeye miaka 12 ijayo ama 10 na ngapi ijayo aje kusema kwamba nilimsikia Himid alisema hivi na tangu hiyo siku niliona kwamba this is the way. Ndio. Kitu cha kwanza ni kuamini chochote anachokifanya na kuamini anaweza kuwa yoyote anayetaka kuwa. Kitu kingine ni kusikiliza walimu, sababu mpira wa sasa hivi uko tofauti kidogo na miaka ya nyuma. Watu wanavyosema ulikuwa unahitaji tu wachezaji wazuri wenye vipaji na walimu of course, lakini wachezaji walikuwa wanaamua kila kitu asilimia kubwa kwa sababu ya vipaji vyao, Mungu aliwajalia sana. Lakini sasa hivi mpira umekuwa sana kwenye technology na elimu. So wana play part kubwa sana walimu wetu wanaotufundisha kila siku. Kwa ukimsikiliza mwalimu wako, haijalishi na miaka mingapi, huyo atakuja mwingine, kila mmoja anaweka block katika hiyo foundation ya jengo la career yako unaoitengeneza. So hao ni watu muhimu sana kutengeneza wewe yule unataka kuwa. So labda leo una miaka 19, the time utafikisha miaka 29, leo una block nyingi za walimu wengi waliofundisha katika hiyo muda ambao umecheza. So usimdharau mwalimu yoyote, msikilize, lakini jiamini pia. Hicho ndio kitu cha muhimu. Kitu ambacho wachezaji wa mnashare kwa dakika 45 dakika 90 ni uwanja. Ndio mnashare uwanja 11 au 11, lakini hamshare dressing room. Mkienda mapumziko anaenda dressing room yao na nyinyi dressing room yenu. Kwenye maisha pia kuna vitu tunashare ambavyo tunahitaji kuviweka uwanjani kila mtu avione, lakini kuna yale mambo ambayo inabidi tuyafanyie dressing room, ikiwemo vitu vya kuongea na nani na vitu gani uongee na nani. Dressing room yako wewe imebebwa na watu gani ambao ndio wanashare mambo yako ambayo huwezi kuyashare uwanjani? Ni familia na marafiki zangu. Hapo kwenye marafiki sasa sio wote hao. Sio wote. Kwa hiyo kuna marafiki zangu ambao tunaongea almost kila kitu. Na wao pia wanaongea na wewe kila kitu chao? Almost kila kitu, yes. Au ni wewe tu? No, ni wote yani. Inakwenda boss. Mko nao kwenye industry moja ama pia wako wanafanya mambo mengine, sio football pekee yake? Wapo ambao wanacheza nao na wapo ambao hawachezi. Mpaka umuingize mtu chumbani kwenye hiyo dressing room, inabidi awe na vigezo gani? Wacha na wazazi ambao hawana vigezo kwa sababu ni wazazi wetu.
kwa hawa marafiki, kwa sababu mimi binafsi marafiki zangu wengi ni wale wale wa muda mrefu. Mimi ni ngumu sana kutengeneza marafiki wapya, especially best friends. Marafiki zangu mimi wengi ni wale wale wa muda mrefu. Wewe huwa unatumia vigezo gani kumuingiza mtu chumbani kwenye dressing room na kumfanya kuwa your best friend ambaye unaweza ukashare? Yaani inabidi awe amepitia akademi gani before ajaingia huko? No, mi asilimia kubwa rafiki zangu tumekuwa wote, yani tangu tuko wadogo. Tumetenganishwa na career zetu tulivyokuwa wakubwa, lakini urafiki wetu umebaki vile vile. Yani kwa ni seko ni ile ile ya miaka yote. Marafiki wapi wewe kuwatengeneza ni kitu rahisi kwako? Mimi ni very open minded, nakutana na watu kila siku, tunaweza tukajuana marafiki, lakini so kama ile bondi ya rafiki zangu ambao nimekuwa nao, yani wale labda 4 5 ambao tuko almost kila siku, ambao tunakuwa tuko free, tunakuwa tuko pamoja, tunaongea kwenye simu almost kila siku hivyo. Ikitokea sasa nyumbani hiyo siku unasemaga vikombe vimegusana kabatini, baba sasa kidogo mmetofautiana na wife, wewe una game ngumu, unakuwa una game mbaya sana uwanjani? Mimi nimejitahidi na najitahidi sana kutenganisha maisha yangu ya kazi na maisha yangu ya familia, na so far sijawahi kupata tatizo kubwa sana kwenye familia yangu, labda na mke wangu likani distract kiasi hicho. Inawezekana ni kitu kibaya pia, sababu I never know, labda huko mbele huko kinaweza kutokea kikanivuruga, lakini so far yanatokea madogo madogo. Sijajua ikitokea kubwa labda inaweza kunini, lakini so far akijaye kitu kunitoa nje. Hapo tunaokota dini lingine kwamba kuna umuhimu wa kutenganisha kazi biashara na maisha binafsi. Kuna huo umuhimu, japo yanachangamana, lakini tujaribu kutumia. Ndio maana kwenye maofisi siku hizo wanasemaga work life balance, lakini siku hizo wameedit hiyo, hawasemi tena work life balance, wanasema work life integration, kwamba kuna ile work life balance ambayo utaweka kazi pembeni na maisha mengine pembeni, yani hayakutani kwa namna yoyote ile. Lakini hali halisi haiko hivyo. Hali halisi ni kwamba huwezi kuyatenganisha. Umeona? Na ndio maana swali la Alex, wewe uko focused, lakini kuna wachezaji wengine wengi ambao huwa wanakuwa affected. Kwamba maisha yake ya nyumbani yanamuaffect performance yake akiwa kwenye pitch. Sio wachezaji tu, hata makocha. Recently hapa tulikuwa tunasikiza hizo story kwamba Pep Guardiola alikuwa na matatizo na timu ikashindwa kuperform vizuri na nini na nini, ambayo unaweza ukaunganisha zile pieces of the puzzle na ukasema kwamba kabisa hili limemuaffect. It's good kwamba wewe umesema kwamba una focus kwenye mpira na ujaribu kuingiza hivi, lakini I'm sure kuna somehow kama ulivyosema kuna namna tu, kuna maisha ya nje yanaweza yanaweza kaingia ndani. Kwa mfano tukiwaga shuleni huko zamani, I'm sure hata wewe hiyo kitu ulikuwa unaona, ukiwa mnacheza ile mchezo wa shuleni pale, alafu kuna kadem fulani unakafukuzia kako unaenda kana kushangilia hivi, unapata ule mungu kana kumotivate umizie, yani kuna kamuka unakapata. Sasa hiyo ni kwenye positive side, kwamba anakupa motisha ya kufanya vizuri. Probably uko pale uwanjani, labda umepewa jukumu la kupiga labda free kick, ama umepewa jukumu la kupiga penalty, alafu ukiangalia uwanjani kule unajua kabisa kwamba wife ametulia pale, yani wife amesimama na yeye, sio kwamba anakuangalia tu kwa hivi, yani anakushangilia. Kuna kitu fulani kanaingia bila shaka. Ni kweli kabisa. Na utaona kwamba nikikosa hii penalty, kama ni penalty, sio kwamba nitaangusha timu tu, pia nitamwangusha na yeye. Umeona? Kwa hiyo integration ya maisha binafsi na soka, I'm sure kwa namna moja ama nyingine inaweza ka affect positively ama negatively. Ni kweli kabisa. Ndio maana nikasema so far akija kutokea kitu kikubwa ndio maana nasema ni kitu kibaya, sababu mgogoro mkubwa sijui ikija kutokea huko mbele inaweza kuni affect kiasi gani, lakini so far akija kutokea so sijajua kitokea hicho kikubwa kitani affect vipi. Imidi wewe ni umepesa kuomba msamaha ukikosea, au hata pale ambapo wewe hujakosea? Wakati mmoja au mwingine, kuna kipindi nakuwa mbishi kidogo pia kuna kipindi nakuwa mbishi kidogo, lakini ili mpunguze muda wa kulumbana na nini, inabidi ukubali saa nyingine, lakini japo soma zote wanakubali, wanakuwa mbishi kidogo pia. Mimi nafikiri madidi ya leo yanatosha. Tulishaweka kwenye introduction yetu kwamba tunaweka mpira hapa, maisha hapa, tunaunganisha kwa pamoja. Na zile tactics tunazotumia tukiwa uwanjani ndio hizo tunatumia tukiwa kwenye maisha kwa style yake. Wale ambao wanatusaidia wakiwa uwanjani ndio wale ambao wanatusaidia wakiwa nje ya maisha kwa style nyingine. Na mcheza mpira ni binadamu mwenye nyama, japokuwa
unaweza ukawa famous sana, unaweza ukawa ni superstar, kwa sababu pia kwenye mpira kuna masuperstar kwenye mpira kweli ambao maisha yao yanaweza kaa tofauti na mchezaji mwingine wa kawaida. Lakini football kama ilivyokuwa career nyingine ni kazi, kuna misingi yake. Nimevutiwa na story yako kusema kwamba ulitumia miaka 3 kabla hujacheza game ya kwanza na timu ya taifa. Ambayo hiyo miaka 3 ilikuwa na maana kubwa sana kwako, kwa sababu ilikufundisha, ikajenga mindset yako, ikajenga knowledge yako, na pia kwa sababu ulikuwa na train na the best, maana yake ukaongeza skills zako. Na hiyo ndo inafaa kwenye chochote ambacho kijana anafanya, hata kama ndo cha kwanza ndo ameanza nacho. Kuna muda wa kujifunza, kuna maneno mengi. Uzuri hiki kitu ulichokalia, wamekalia watu wengi ambao kila mmoja uwaga ana madini ya namna yake, lakini kuna yale ambao yote uwaga yanafanana. Yanafanana. Tuliwahi kuambiwa kwamba earn to learn. Yani unaingia kazini lakini ukiwa na malengo ya kujifunza. Of course unalipwa mshahara, lakini wewe sio mshahara uliokupeleka pale, umeenda kujifunza. Hata wewe uliitwa timu ya taifa tangu ukiwa kijana mdogo, umecheza Premier League ukiwa form 2. Kuna form 2 wangapi wako pale ambao labda hawana confidence kama yako ya kuonyesha uwezo wao na kuweza kuitwa Premier League. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo tunavipata tukijaribu kutoangalia mpira kama mpira, tuangalie mpira kama maisha. Umeona formation ziko nyingi, 442 sijui ngapi huko, na ndio yale maswali tulikuwa tunauliza defenders wangu. Huyu alisema ana marafiki wachache sana, probably huyu hapa ni ana mfumo wa 3-4 ngapi, yani defenders wake machache. Yani inategemea sasa nani ni watu muhimu kwenye maisha yako ambao wanakupush ama wanakutengenezea opportunities ama wanakusaidia at the end of the day. Wewe umefanya interviews nyingi sana. Na imani unaweza ukatuambia sisi hapa leo Club A2Z kwamba interview hii ama haya mazungumzo ni tofauti na zote ambazo umewahi kuzifanya, kwa sababu hatuzungumzii tu umefunga mabao mangapi, status zako zikoje, umetoka timu gani, sijui unaenda wapi na nini, lakini tunazungumzia msukumo ulioko nyuma yako kimaisha, msukumo ulioko nyuma yako kufanikisha unachokifanya, na pia kile ambacho unakijenga baadaye, kwa sababu wewe utaondoka, kuna mwingine atakuja atasimama pale ulipokuwa wewe. Umeona, nao sisi ndo tunao target kwamba wewe sasa hivi jipange. Tulimuita Mahmoud yule. Mahmoud ndo atakuja kuwa Himid miaka 10 ijayo probably. Au labda wewe ulipopita ukiwa na miaka 18 ndo yeye atapitia pale kwa style ile na kuna vigeti na kufika anapoenda. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana. Asante sana. Mara nyingi madini kama hayo hayatakiwi marefu. Asanteni sana. Nafikiri ilikuwa siku nzuri, maongezi yalikuwa mazuri. Kama ulivyosema ni tofauti kidogo. Sehemu nyingi watu watakuita mtaongelea mpira mwanzo hadi mwisho, lakini imekuwa mchanganyiko mzuri wa masuala ya maisha na mpira na maisha ya watu wengine pia kwa ujumla. So nafikiri ilikuwa wakati mzuri sana kwa hapa. Asanteni sana. Club A2Z. Swali, kazi, jibu.